Mpendwa mtazamaji ambaye unanitazama wakati huu, nichukue nafasi kukaribisha katika siku nyingine, siku njema ambayo Mungu ametupatia kama zawadi. Nikushukuru sana wewe ambaye mara kwa mara umekuwa pamoja nami mahali hapa katika chaneli hii. Kumbuka hapa tunafundishana, tunaelekezana, tunashauriana, lakini kubwa katika yote tunaombeana, na ili tuwe watu wema wenye ndoto, mipango na malengo, na si tu mipango ya mawazo na malengo ya mawazo, bali mipango ambayo inaishi tufanikiwe. Nichukue nafasi hii kukumbusha ya kwamba katika kipindi kilichopita tuliangalia na tukajifunza sifa za mtu anayekupenda kweli. Mtu anayekupenda kweli ni mtu mwenye sifa zipi? Kwa wale ambao kwa siku ya kwanza waliweza kufuatilia somo hili, tuliona sifa mbili za mwanzoni za mtu mwenye upendo wa kweli na wewe. Watu wengi wanaambiwaga wanapendwa, watu wengi wanaingia kwenye mahusiano, lakini je, huyo unayeingia naye kwenye mahusiano hayo ana upendo wa kweli na wewe? Utamuona mtu huyo katika sifa ambazo tunajifunza mahali hapa. Kwa hivyo sifa ya kwanza nilisema ya kwamba mtu anayekupenda kweli lazima atakuwa na mawasiliano na wewe. Mtu yoyote ambaye anayekupenda kweli atatenga muda wa kuwasiliana na wewe. Kwa nikasema katika sehemu ya kwanza ya somo hili, nikashauri nikasema ukiona unafosi sana mawasiliano, tambua ya kwamba mtu huyo hana upendo wa kweli na wewe. Yaani kila mara wewe ndio umekuwa mtu wa kupiga simu, wewe ndio umekuwa mtu wa kuandika message, wewe ndio umekuwa mtu wa kumjalia hali huyo mtu, umeamkaje, umeshindaje, unaendeleaje, usiku mwema, lakini yeye hatumi message yoyote, hakutafuti. Ukiona hivyo ndio huyo mtu hana upendo wa kweli na wewe. Kwa nini? Kwa sababu mawasiliano ni chombo kinachowaunganisha watu pamoja katika mahusiano. Yaani mawasiliano ni chombo kinachounganisha watu waliopo katika mahusiano. Leo hii unaona watu wanaweza kuwa kwenye mahusiano, lakini wako mikoa miwili tofauti. Inawezekana mmoja yuko Dar es Salaam, mwingine labda yuko Morogoro, au mmoja yuko Dar es Salaam, mwingine yuko Dodoma. Sasa mawasiliano ndiyo chombo kinachowakutanisha watu hawa na wajihisi kwamba wako sehemu moja. Wanaongea kana kwamba wako mkoa mmoja, wanawasiliana na wanakuwa na furaha na amani kama wako sehemu moja, lakini wako sehemu tofauti tofauti. Nini kinachowaunganisha? Ni mawasiliano. Ukiona katika eneo la mawasiliano kuna changamoto na mtu uliyekuwa naye kwenye mahusiano, basi hebu anza kumchunguza vizuri mtu huyo, kweli ana nia ya dhati ya kuwa na wewe kwenye hayo mahusiano. Usikubali kupoteza muda. Ukigundua mtu huyu wewe ndio umekuwa mara kwa mara unaforce mawasiliano, unaweza ukapiga hatua na kumwacha ili uendelee na maisha yako. Jambo la pili nilisema ya kwamba mtu anayekupenda kweli, sex haitakuwa kipaumbele chake katika mahusiano yenu, bali atakufanya wewe kuwa kipaumbele chake katika mahusiano yenu. Ukiona mtu kila wakati mkikutana mnakutana tu kwa habari ya kusex, mnakutana tu kwa habari ya kukutana kimwili, ujue mtu huyo hana upendo wa kweli na wewe. Na sasa nikukaribishe katika siku ya leo tuendelee na mfululizo huu wa somo hili mahali hapa. Na kama unaandika basi andika pointi hii ya 3 katika yale mambo ambayo yatakuonyesha mtu huyu kweli ana upendo wa kweli na mimi. Jambo la 3 na la kwanza kwa siku ya leo, mtu mwenye upendo wa kweli na wewe atakubeba katika mambo yote, atakuvumilia katika mambo yote, atatembea na wewe katika nyakati zote kwenye maisha yako. Mtu mwenye upendo wa kweli atakuwa na wewe kwenye magumu yako, atakuwa na wewe kwenye shida zako, atakuwa na wewe kwenye changamoto zako, atakuwa na wewe kwenye matatizo yako, atakuwa na wewe kwenye mapito yako. Ukiona upo kwenye mahusiano na mtu ambaye hajali magumu yako, hajali mapito yako,
hajali changamoto zako, hajali kile ambacho unakutana nacho katika maisha yako, mtu huyo hana upendo wa kweli na wewe. Hata neno la Mungu linasema upendo huvumilia. Kwa mtu mwenye upendo na wewe atakuvumilia, atakuwa mvumilivu hata kama mnapita mahali pagumu, lakini atakuvumilia na atakubeba. Mtu mwenye upendo na wewe atakutia moyo kwenye kipindi kigumu. Ukiona mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano, kwenye kipindi cha nyakati ngumu, amekuwa ni mtu wa kukutamkia maneno yasiyokutia moyo, mtu huyo hana upendo wa kweli na wewe. Mtu mwenye upendo wa kweli na wewe atakutia moyo hata kama unapita magumu, unapitia katika kipindi kigumu, atakutia moyo, atakufariji, atakusaidia ili uweze kusimama. Maneno yake yatakuwa ni kama maneno ambayo yana munyu, utakapoyasikia yatakupa matumaini, utainuka tena, utasimama tena. Lakini ukiona upo na mtu kwenye mahusiano, yani unapitia nyakati ngumu, alafu unamsimulia kabisa mwenzako, ninapita katika kipindi hiki, na yeye wala hajali, asiyekujali katika nyakati ngumu, huyo hana upendo wa kweli na wewe. Ogopa sana yule ambaye uko naye kwenye mahusiano na akawa anafurahia nyakati za furaha kwenye maisha yako, lakini nyakati ngumu yuko mbali na wewe. Huyo mtu ana upendo wa kweli na wewe. Ukiona hivyo, hebu fanya maamuzi, hata kama ni magumu, fanya maamuzi kabla hujaingia naye kwenye ndoa. Kabla hujaingia naye kwenye ndoa, fanya maamuzi. Usivumilie kitu ambacho kitakuja kukutesa baadaye. Usivumilie kitu ambacho kitakuja kujeruhi baadaye. Kwa ni vizuri ukiona huyu niliyekuwa naye kwenye mahusiano haya, huyu ambaye mimi ninampenda, lakini yeye mbona mimi nikipita kwenye nyakati ngumu, mbona ananiacha, mbona ananitupa? Kwa sababu wewe unatakiwa ufarijiwe na mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Na sasa mmeanza mahusiano ambayo kwa neema ya Mungu huko mbeleni mtakuja kuingia katika ndoa takatifu. Sasa kipindi cha mahusiano ni kipindi ambacho Mungu anakupa nafasi ya kukaa darasani kumsoma huyo uliyekuwa naye kwenye mahusiano. Mungu anakupa neema ya kumjua huyo uliyekuwa naye kwenye mahusiano ni mtu wa namna gani. Je, unaweza kutembea naye? Je, unaweza kuongozana naye katika safari ambayo unaitegemea sasa kuianza? Kwa ni vizuri sana kuwa makini na kila indicator yoyote itakayowaka kwenye kipindi cha mahusiano inayokuonyesha kwamba huku unapoenda si mahali sahihi. Hebu jaribu kuitii hiyo indicator, kwa sababu itakusaidia baadaye. Watu wengi leo hii wanaoumizwa katika ndoa, watu wengi leo hii wanaopitia mambo magumu katika ndoa, walidharau hata yale mambo ambao wao waliona ni madogo kipindi cha mahusiano ya uchumba na urafiki katika maisha yao. Kwa mtu mwenye upendo wa kweli atakuwa na wewe katika nyakati zote. Nyakati za furaha atatembea pamoja nawe, nyakati za huzuni atatembea pamoja nawe, nyakati za matatizo atatumia nguvu zake nyingi sana kuhakikisha kwamba anakutia moyo, kuhakikisha kwamba anakusaidia. Kwa hiyo ukiona unapita kwenye nyakati ngumu, alafu yule ambaye uko naye kwenye mahusiano anaungana pengine na maadui zako kufurahia nyakati ngumu unazopitia, huyo ni adui, sio mtu mwema katika maisha yako. Jambo lingine litakalo kusaidia na litakalo kuonyesha kwamba huyo anayekupenda kweli ana upendo wa kweli na wewe. Jambo lingine litakalo kuonyesha kwamba kweli huyu niliyekuwa naye ni mtu mwenye upendo wa kweli na mimi. Mtu mwenye upendo wa kweli na wewe hakutazami tu wewe ulivyo leo, bali anaitazama na kesho yako. Ukiona mtu upo naye kwenye mahusiano haitazami kesho yako, anaitazama leo yako tu, huyo mtu hana upendo wa kweli na wewe. Mtu asiyeitazama kesho yako, maana yake hawezi kuiona ndoto uliyokuwa nayo, na asipoiona ndoto uliyokuwa nayo, maana yake hawezi kuithamini na kuheshimu ndoto uliyokuwa nayo. Mtu huyu ni kama vile amekuja kwa kukutumia tu na kupita. Ni mtu ambaye anautumia mwili wako tu na kukuacha na kuondoka. Usikubali kuwa mtu wa kutumika ovyo ovyo. Usikubali kuwa mtu wa kuwa kama daraja watu kupita na kuondoka kuendelea na maisha yao. Uwe ni mtu wa thamani sana. Mungu amekuumba kwa thamani sana. Uwe ni mdada ambaye Mungu amekutengeneza kwa namna ya thamani sana, amekuheshimu, na ndio maana amekuumba kama mwanadamu. Ukisoma Mwanzo 1:26, Mungu anaonyesha namna alivyotuheshimu. Anasema na tufanye huyo mtu, Bwana Mungu akamfanya huyo mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Mungu mwenyewe anasema na tumfanye mtu
kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maana yake umetengenezwa kwa heshima kubwa. Uwe ni mtu wa thamani kubwa, usijishushie heshima yako. Usijikoseshe heshima, usijidharau kiasi hicho. Uwe sio kutembea na kila mtu, usigeuke kuwa daraja la kuwavusha watu kuendelea na safari zao. Kwa hakikisha kwamba anayekupenda anaitazama kesho yako. Na ukiona mtu anakuwa kwenye mahusiano na wewe anatazama tu leo yako, yani hana habari na kesho yako, hana habari kesho itakuwaje, hana habari ya kwamba wewe una ndoto za namna gani katika maisha yako, hana habari ya kwamba wewe unahitaji kufanya kazi, pengine kuwa na mafanikio katika maisha yako, hana habari pengine wewe unatakiwa uanzishe biashara fulani. Yeye ni mtu ambaye ukikutana naye na kutana tu kama nilivyosema kwenye pointi ile ya pili, yuko kwako kwa ajili ya kuenjoy tu na kuondoka. Huo sio upendo wa kweli, sio upendo wa kweli. Kwa hakikisha anayekupenda anakuwa ni mtu ambaye anaiona kesho yako, anaitambua kesho yako. Na mtu wa namna hiyo maana yake atakuthamini hata wewe mwenyewe. Akikuthamini wewe mwenyewe, kuna vitu kwako hatofanya, kuna mambo kwako hatofanya, kuna mfumo wa maisha ataishi na wewe kwa sababu anakuheshimu. Mtu asiyekuheshimu anaweza akaishi vyovyote na wewe, anaweza akafanya vyovyote na wewe, kwa sababu huyo mtu hana upendo wa kweli na wewe. Na ngoja nikwambie leo hii, nikwambie ukweli leo hii. Wakati mwingine unapitia katika shida nyingi sana kwa sababu ya wewe mwenyewe kuruhusu mambo ya namna hiyo, kuruhusu mambo ya ajabu katika maisha yako. Pengine unaona kabisa huyo niliyekuwa naye kwenye mahusiano, nimeanza naye mahusiano, lakini kila siku hana habari kuhusiana na ndoto zangu. Hajawahi kuniuliza, hivi maisha yako unawaza kuwa nani? Unawaza labda kufika wapi? Hajawahi kukuuliza. Yani nyie mkikutana tu, mmekutana mahali fulani, mnakula kitu fulani, mnakunywa kitu fulani, mnaondoka. Ni mtu ambaye ana kuforce kwenda kufanya vitu visivyokuwa na faida na wewe kwa ajili ya kesho yako. Huyo mtu sio mtu sahihi katika maisha yako. Mungu akubariki. Siku ya leo naomba niishie hapa. Ninafahamu unanifuatilia na unatamani niendelee, lakini nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe neema, na Mungu pia anipe neema siku nyingine tuweze kukutana mahali hapa kwa ajili ya somo hili. Nimelisema somo hili ili likusaidie wewe, na kile ambacho Mungu amekiachilia mahali hapa kwa njia yangu kikusaidie. Lengo ni wewe kama kijana mwenzangu kuweza kusimama, wewe kama kijana mwenzangu kufanya maamuzi sahihi yatakayo kuingiza mahali sahihi. Kumbuka, maamuzi yasiyokuwa sahihi yatakupeleka mahali pasipo sahihi, ila maamuzi sahihi yatakuingiza mahali sahihi. Mungu akubariki, na usisahau kushare linki kwa watu wengine linao waweze kujifunza. Na kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe sana hakikisha una subscribe channel hii. Mungu awe pamoja nawe. Amen.